The Lord is doing Bwana anatenda mighty things. mambo makuu ya ajabu On the side of these people, ya upande ya watu wake, those people who have heard him, wale ambao wamemsikia, there is revival. kunao uvuvio. But on the other side, Lakini kwa upande huo mwingine, the judgment of God. hukumu ya Mungu. The Lord is judging the earth. Bwana anahukumu dunia. The Lord is judging the earth Bwana anahukumu ardhi because of sin. kwa sababu ya dhambi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That is what the Lord said. Hicho ambacho Bwana anachokisema. Praise the Lord. Bwana asifiwe. As you have been given the book of Jeremiah, Kama jinsi vile mliopewa katika kitabu cha Yeremia. Jeremiah chapter 10 Yeremia 10 and verse 10. na mstari wa 10. The Bible says Biblia yasema that when the Lord is angry, ya kwamba wakati Mungu anakasirika, when the Lord is angry, wakati ambapo Mungu the amekasirika, earth shakes. dunia yote inatingika. The earth shakes. Dunia yatingika. There is an earthquake. Kunao tetemeko la ardhi When the Lord is angry, wakati ambapo Bwana amekasirika. praise the Lord. Bwana asifiwe. And for now, Na kwa sasa the Lord God Almighty Bwana Mungu Mwenyezi is very hungry, amekasirika zaidi. very angry, Amekasirika sana because of abomination, kwa sababu ya machukizo, because of sin. kwa sababu ya dhambi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That people have left the Lord Na kwamba watu wamemwacha Mungu and they have followed the Satan. na wamemfuata Ibilisi. They have left the truth Wamejifunza ukweli and they have followed the false. na wamefuata uongo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That is why the Lord is angry. Ndio sababu Bwana amekasirika. And the Lord Na Bwana is God wants to release Jesus Mungu anataka kumwachilia Yesu so that Jesus can take the church home. ili Yesu alichukue kanisa liende nyumbani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Now since 2004, Sasa tangia mwaka 2004 as we were coming on the way tulipokuwa tukija huko jiani with my brothers there, na ndugu zangu huko. praise the Lord, Bwana we asifiwe. were talking a bit. Tulikuwa tunazungumza kiasi. As we were speaking, we were talking to each other. Tulipokuwa tukizungumza moja na mwingine. This is what I told you. I told them. Hiki ndicho ambacho nilichowaambia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And it is where I want us to start from. Na hapo ndipo nataka tuanzie. Hallelujah. Hallelujah. But when Jesus was on earth, wakati ambapo Yesu alikuwa duniani, when Jesus was on earth, Yesu alipokuwa duniani, open with me Matthew as Matthew 24. Fungua nami katika kitabu cha Mathayo 24. 24. Mlango wa 24 Mathayo 37. kuanzia mstari wa 36. Yes. Naam. Because of time, let me, kwa sababu ya muda, as I narrate what we were talking, ninapoelezea kile ambacho tulikuwa tukikizungumzia, we read even from the Bible. tunasoma hata kwa Biblia. Amen. Amen. Matthew 24. That is what we were talking. Mathayo 24, hicho ndicho tulikuwa tukizungumza na marafiki zangu. Matthew 24. Mathayo 24 37. 37. Can read up to 39. Biblia inasema, yes, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, as it was, kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa mwana wa Adamu. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika watu walivyokuwa wakila, kwa maana kabla ya siku hizo za Nuhu, gharika kabla haijakuja, watu walikuwa wanakula na kunywa, wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, wakioa na kuolewa, hadi siku ile
aliyoingia Nuhu katika safina, mpaka siku ile Nuhu alipoingia kwenye safina, wasitambue hata gharika ikaja, wasitambue na mpaka gharika ikaja ikawachukua wote. na ikawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa mwana wa Basi Adamu. kukuja kwa Kristo kutakuwa hivyo. Wakati ule watu wawili watakuweko shambani, Wakati huo watu wawili watakuwa shambani, mmoja atwaliwa, mmoja achwa. mmoja atatwaliwa. Okay, shamba la Mungu ni katika kanisa kuhubiri neno la Mungu. Mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Lakini Wanawake wawili watakuwa wakisaga, wanawake wawili watakuwa wanasaga unga. mmoja atwaliwa, mmoja achwa. Wanawake ni kanisa. Wakati when the Lord is speaking about the wanawake, anaongelea kuhusu kanisa. Two churches watakuwa wanafanya huduma. One church will go, one church will remain. Kanisa mbili litakuwa linafanya huduma, moja litachukuliwa, lingine litaachwa. Kesheni basi, Kesheni, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. kwa maana mjui ni siku ipi atakapokuja Bwana wenu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. It is what the Lord himself spoke. Ni kile ambacho Bwana mwenyewe alikinena. Those words, Hayo maneno they came from the mouth of the Lord Jesus Christ yalitoka katika kinywa cha Bwana wetu Yesu Kristo, himself. yeye mwenyewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now he compared Sasa anaweza kuifananisha time of Noah na siku ya Nuhu and the time will be coming na siku ambayo itakuwa ikija, when Jesus will be coming to take the church home. wakati ambapo Yesu atakuwa akikujia kanisa lake kulichukua kwenda He nyumbani. compared those 2 days. Anazifananisha hizo siku mbili. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When he compared, Anazozifananisha hizo siku, when he compared like that, anapozifananisha namna hivyo, this is what he meant. hiki ndicho anakimaanisha. Jesus meant Yesu alimaanisha that in the days of Noah, ya kwamba katika siku za Nuhu God spoke to Noah. Bwana alinena na Nuhu. God spoke to Noah. Bwana alinena na Nuhu And he told Noah, na akamwambia, tell people, waambie hawa watu, I'm going to destroy the earth nitakuja kuiangamiza dunia because of sin. kwa sababu ya dhambi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Now Jesus Sasa Yesu was comparing those 2 days, the time of Noah alikuwa akizifananisha hizo siku mbili, and siku the za time Nuhu of his coming. na siku ya kuja kwake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now it is like this, Sasa iko jinsi hii that in the days of Noah, ya kwamba katika siku za Nuhu God spoke to Noah. Mungu alinena naye Nuhu, And it meant na inamaanisha that on his coming, ya kwamba hata katika kuja kwake there is also somebody like Noah, pia kunaye hata mtu anayefanana na that Nuhu, God will speak to him ya kwamba Mungu atanena naye and tell him na amwambie, to tell the earth aiambie dunia to prepare, waandae, because God is going to destroy the earth. kwa sababu Mungu atakuja kuiangamiza dunia. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That is what Jesus meant. Hicho ndicho ambacho Yesu alikimaanisha. He was putting us to a situation that Alikuwa akituweka katika hali ambayo when his time of his coming reaches, wakati wa kuja kwake utawasili, we know. tutaelewa. Praise the Lord. Haleluya. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Now, praise the Lord. The time of Noah, Katika siku za Nuhu there was a lot of sin. kulikuwa na dhambi nyingi. A lot of sin. Dhambi nyingi. The sin was rampant. Dhambi ilikuwa nyingi zaidi. There was evil. Kulikuwa na uovu. People are so evil. Watu walikuwa waovu zaidi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That is what made the Lord Hiko ndicho ambacho kilimsababisha Bwana to decide kuweza kuamua to finish the earth kuimaliza dunia by floods. kwa gharika. Mtu asilale. Praise the Lord. Ukilala nakuja mpaka hapo. Nashuka tu hivi na ninakuja. Praise the Lord. Na nikuje nisimame mahali. Hallelujah. Now, Sasa praise the Lord. Bwana asifiwe. Exact what the Lord
speaks haswa kile ambacho Bwana alikinena must come to pass. lazima kitimilike. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The way the two mightiest prophets, Jinsi ambavyo manabii wakuu wa Jehova, look how they gave the prophecy. tazama jinsi walivyopeana unabii. January 15 Januari tarehe 15 this year. huu mwaka. Now the fulfillment. Sasa utimilizo wake It has come to pass imekuja na ikatimia with the very words na hayo maneno that the prophets spoke. ambayo manabii walinena. Praise the Lord. Bwana That asifiwe. is how the Lord does. Hivyo ndivyo ambavyo Bwana anavyotenda. Whatever the Lord spoke, Kile ambacho Bwana anakinena, no word hakuna neno will fall. litaanguka Every duniani. word the Lord spoke, Kila neno ambacho Bwana anakinena it will come to pass. lazima kitimie. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Now, Sasa in this end time, katika nyakati hizi za mwisho there is also a lot of sin. pia kunao dhambi nyingi, The way times of Noah, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. there is a lot of sin now. Kunao dhambi nyingi sasa. People are abandoning the Lord. Watu wanamuacha Mungu, They are worshiping idols. wanaabudu vinyago. People are worshiping other people. Watu wanaabudu watu wengine. People are worshiping the things Wa- that do not have even the breath. Watu wanaabudu vitu ambavyo havina And we pumzi, have other people na tunao watu who wengine are worshiping animals. ambao wanaabudu wanyama. Praise the Lord. Hali We Bwana have asifiwe. others, wengine wanafuga nyoka, wanaweka kwa nyumba and they worship. Wanasema hiyo nyoka akitaka kwenda safari mpaka apita hapo arukia hapo, sasa aenda safari ni mzuri. There are a lot of abomination, Kunao machukizo a nyingi, lot of sin. kunao dhambi nyingi. Na watu wengine wanabeba hata vitu kwa mifuko, anaweka vitu kwa mfuko, anasema hiyo ni Mungu wake. They call it God. Wanaita Mungu. Praise the Lord. Bwana The asifiwe. Lord is angry. Bwana amekasirika. Watu wengine, other people, Watu wengine they worship money. wanaabudu fedha, They worship money. wanaabudu pesa, They can live, they can refuse following the Lord wanaweza kumkana kufuata and Mungu follow money. na kufuatilia pesa. Other people, Watu wengine they worship even their husbands. wanaabudu waume wao, Others worship their wives. wengine wanaabudu wake Others wao, worship their children. wengine wanaabudu watoto wao, Others worship their parents. wengine huabudu wazazi wao. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Usinishike vibaya. Praise the Lord. Tunatii wazazi, tunatii waume zetu, tunatii wake zetu, wazazi wetu. Lakini mzazi akikwambia wacha kuabudu Mungu, usiende kanisa, usitumikie Mungu, hapo sasa itakuwaje? Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Sasa asifiwe. hapo you will decide Sasa hapa utaamua whether you will follow the parent ikiwa utamfuata mzazi or follow the Lord. ama umfuate Bwana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now this time, Sasa wakati huu, these are the times of the coming of the Messiah. hizi ndizo nyakati za kuja kwake Masihi. When now, praise the Lord. God is an orderly God. Mungu ni Mungu wa mpango. He is full of order. Amejaa mpango. Now he follows his word Sasa anafuata neno lake to the latter. hadi katika herufi ya mwisho. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When the time of the coming of the Messiah reached, Wakati wa kuja kwa Masihi unapofika, God himself, Mungu mwenyewe Mungu mwenyewe he chose a person alichagua mtu and made him to be like Noah. na kumfanya awe kama Nuhu. Ever since 2004, Tangia mwaka 2004 these two mightiest prophets, au manabii wakuu wawili wa they Bwana were sent by God. walitumwa na Mungu. God told them, Mungu akawaambia, God tell the four corners of the earth, nendeni mkaambie pembeni za dunia, tell four corners of the earth ambia pembeni za dunia to repent, wakatubu, to turn away from evil wakageukia uovu and repent na watubu and follow me na wanifuate and prepare na wajiandae for the coming of Jesus. kwa ajili ya kuja kwa Yesu. There is a lot of things there, Kuna mambo nyingi a lot hapo, of conversation. kuna mazungumzo mengi They hapo. have been talking with God.
ambayo wamekuwa kinena na Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. And you know a lot of prophecies Na mnafahamu nabii nyingi they have given out ambayo and they wamezipeana have come to pass. na imekuja na We have a lot ikatimilika. of prophecies about earthquakes. Tunayo unabii nyingi kuhusiana na tetemeko za They ardhi. gave out, Walipeana they came to pass. zikakuja na We zikatimilika. have also, Kunazo pia we had what? Ile nyota ama nini? tunaanza kugongana katika ile nyota za neutroni Zile nyota za neutroni ziligongana na zikagongana. alikuwa ametoa unabii. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Kwamba zitagongana na watu watajua kwamba Mungu amenituma. Si ni kweli? Na inatakana ulimwengu mzima utubu na ujiandae kwa sababu Kristo anakuja. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Also 2007. Pia mwaka 2007, 2007. mwaka 2007, Okay, 2006. mwaka 2006 God presented Mungu kaweza kudhihirisha ama kuzionyesha 2 wedding rings. zile pete mbili za harusi. 2 wedding rings. Pete mbili za harusi, One for the church moja ya kanisa and one for the Christ. na moja yake ya Kristo, Because kwa sababu Jesus, Yesu we are going to wed with Jesus. tutaenda kuoa ama kuolewa naye Yesu. And also, Na pia we've been invited to the wedding supper of the Lamb. tumealikwa katika karamu ya harusi ya mwanakondoo wa Mungu. We are the church is the bride of Christ. Kanisa ndilo bi harusi wa Kristo. Praise the Lord. Bwana And asifiwe. the bride of Christ Na bi harusi wa Kristo should prepare anapaswa kujiandaa to be like the bridegroom. akaweze kufanana na bwana harusi, To be like the bridegroom. akafanane na bwana harusi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. 2007, Mwaka 2007 God also spoke to the 2 mightiest prophets. Mungu kanena na manabii wake wawili pia, And he showed them na akawaonyesha at night usiku a big clock. saa kubwa zaidi. Praise the Lord. Bwana It asifiwe. was 11:59. Ilikuwa saa 5 na dakika 59. Remaining 1 minute to midnight. Dakika moja ilikuwa imesalia ifika usiku wa manane. How many have heard that prophecy? Ni wangapi wameisikia huo unabii? God bless you. Bwana awabariki. God showed the mightiest prophets Bwana akawaonyesha manabii wake a clock. saa. It was 11 minutes. It was 11 p.m. at night. 11:59. Ilikuwa saa 5 na dakika 59. Remaining only 1 minute to midnight. Dakika moja ilikuwa imesalia tu kufika tu usiku wa manane. And that second, hiyo kijiti ya seconds. Na huo mkono wa sekunde Ulikuwa ile saa ya majira, hiyo saa ambayo inaenda na vijiti namna hiyo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hiyo kijiti ya seconds ilikuwa inaenda haraka. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now, as it was nearing ilivyokuwa ikikaribia to reach at midnight, kufika saa 6 za usiku, there was a big God wrote, Jesus wrote on the sky. Yesu akaandika angani, And he wrote this, na akaandika hii, that Jesus of Nazareth ya kwamba Yesu wa Nazareti is coming. anakuja. Jesus of Nazareth Yesu wa Nazareti is coming. anakuja. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And from there, Na tangia hapo we have a lot of even prophecies. tunazo na unabii nyingi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We have the prophecy of coronavirus, Tunao unabii wa virusi vya corona, the coronavirus, the prophecy of Zika virus, unabii wa virusi vya Zika, and many prophecies. na unabii nyingine nyingi. I was laying foundation. Nilikuwa tunaweka msingi. Hallelujah. Hallelujah. After all those things, Baada ya hayo mambo yote, God was demanding that the church should repent. Mungu alikuwa anaamrisha kanisa litubu. The church to repent and prepare. Kanisa litubu na lijiandae. The 2 mightiest prophets Manabii wakuu wa Bwana asked the Lord. wakamuuliza Bwana, They asked the Lord, wakamuuliza Bwana, how do you say that the church is not ready? je, unasemaje kwamba kanisa halijajiandaa? And yet I see people going to lunch hours.
Na ninaona watu wakienda katika ile ibada ya We mankuli. have a lot of services, the church are worshiping, serving you. Naona ibada nyingi zikitendeka kanisani, naona watu A wakiabudu. lot of keshas are being done. Kuna mikesha mingi ambayo inatendeka. But the Lord told the two mightiest prophets Lakini Bwana akawajibu manabii that those, what they are doing, ya kwamba yale ambayo wanaitenda, God brought the mightiest prophet to one of the keshas Mungu akawaleta manabii wake katika mojawapo ya mikesha, in the vision, katika maono, and he showed him what they are doing. na akawaonyesha kile ambacho walikuwa wakitenda. Then out of the church, outside, around the church, Nje ya kanisa ama kuzunguka kanisa, there was a lot of condoms. kulikuwa na mipira ya ngono. Condoms around the church. Mipira ya ngono ambayo ilikuwa imetapakaa huko kanisani. Then the Lord said Kisha Bwana akasema that the church has fallen. ya kwamba kanisa limeanguka. The church has fallen. Kanisa limeanguka. The church is in sexual sin. Kanisa liko katika uasherati. The church is in sin. Kanisa liko katika dhambi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God said that the church has fallen. Bwana anasema ya kwamba kanisa limeanguka. I'm not seeing the church. Silioni kanisa. That is why I've taken also. That's why God said. Na Mungu akasema, That's why I've taken my glory ndiposa nimechukua utukufu wangu. outside the church. Nimeliondoa utukufu wangu katika kanisa. I've taken the glory Nimeliondoa utukufu wangu from the church. kutoka kwa kanisa, I've taken it out na nimelitoa nje because of sin. kwa sababu ya dhambi. Because Lord, the God Almighty is holy, Kwa sababu Mungu Mwenyezi ni and mtakatifu. God cannot live in a sinful people Na Mungu hawezi kuishi miongoni mwa watu wenye dhambi or a sinful church. ama kanisa litendao dhambi. God is much separated from sin, Mungu ametengwa zaidi na dhambi. and those who want to follow the Lord Na wale ambao wanataka kumfuata Bwana or want one day to enter heaven ama wanataka siku moja kuingia mbinguni, should also separate from pia sin. nao wanafaa wajitenge na dhambi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let us clap to the Acha Lord. tupigie Bwana makofi. If you are getting me, Ikiwa unanipata, let us clap to the Lord again. acha tupigie Bwana makofi mara tena. Hallelujah. Haleluya. Now the church of God. Sasa kanisa la Mungu, I'm just speaking, I'm teaching, I'm preaching, ninazichukua tu, ninafunza, ninahubiri because I want you to get it very well. kwa sababu nataka uipate vyema kabisa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. There is a lot of conversation Kunao mazungumzo mengi God has made with the two mightiest prophets. ambayo Mungu amefanya na manabii wake. A lot of conversation. Mazungumzo mengi. Before these healings, you see, Kabla ya hizi uponyaji mnazoziona, before these healings, this glory of the Lord, kabla ya hizi uponyaji, kabla ya hii utukufu wa Mungu, these healings, you see, uponyaji hizi mzionazo it is the glory of God, ni utukufu wa Mungu, and it is what was outside the church na ni kile ambacho kilikuwa nje ya kanisa because of sin. kwa sababu ya dhambi. God told the two mightiest prophets Mungu akawaambia manabii wake that tell the church, ya kwamba liambie kanisa if the church is going to repent, ya kwamba ikiwa kanisa litatubu, to repent of all earthly things, kutubu kutoka katika vitu vyote vya to dunia, repent of every any evil that has entered into the church, kutubu katika kulingana, kutubu dhidi ya kila uovu ambao umeingia kanisani, then I, the Lord, basi mimi Mungu I will return my glory to the church. nitarejesha utukufu wangu katika kanisa. I will return my glory. Nitarejesha utukufu wangu. Then I will use you. Kisha nitakutumia. I will use even my church Kisha nitalitumia kanisa langu to heal each and every disease. kuweza kuponywa kila gonjwa. My glory will return back to the church. Utukufu wangu utarejea kanisani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And we know the two mightiest prophets, Na tunajua kwamba manabii wakuu wa Bwana they are the doctors. hao ni madaktari. They have doctorates. Wamesomea uzamivu Praise the Lord. ya udaktari. They were at their walikuwa kwa ile nafasi ya mwisho studying about about cancer. It is all about
they were studying about molecular medicine. walikuwa wakisomea matibabu ya molecular, And God told them, na Bwana akawaambia, just leave what you are doing. achana na kile ambacho unakitenda. I want you Ninakutaka wewe to tell four corners of the earth and my church ukaliambie pembe nne za dunia na pia kanisa langu to repent. wakaweze kutubu, Then after repenting, na kisha baada ya kutubu, I, the Lord, mimi Bwana mwenyewe I'm going to use you nitaenda kukutumia, to heal those diseases, nitaweza kutumia ukaweze kuponya hayo magonjwa, those diseases that are unhealable. hayo magonjwa ambayo hayana tiba. Praise the Lord. Bwana I'm asifiwe. going to use you Nitaenda kukutumia to heal cancer, uweze kuponya saratani, to heal HIV, uweze kuponya ukimwi and each and every disease. na kila aina ya ugonjwa. Then the walk of the two mightiest prophets Kisha mtembea wa manabii wakuu wa Jehova changed, ukabadilika, and he followed the voice of the Lord. na akafuata sauti ya Mungu. That is how he was called. Hivyo ndivyo walivyoitwa, But we have other conversations. na tunao mazungumzo mengine. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Now, these times, Sasa nyakati hizi God has brought somebody like Noah Bwana amemleta mtu kama Nuhu to speak to the earth. akaweze kunena na dunia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. To speak to the earth. Kunena na dunia, To speak to the church. kunena na kanisa. Now, praise the Lord. If those people Ikiwa watu hao who did not hear Noah, wale ambao hawakusikia Nuhu, leo nafunza tu pole pole. Sasa zingine nafunzanga pole pole. Natakanga watu wa Mungu waelewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But get the point. Lakini ukaweza kushika hiyo, Those people watu hao who did not hear Noah, wale ambao hawakusikia Nuhu, people who ignored, wale ambao walipuuza, they ignored the voice of God wakapuuza sauti ya Mungu that was through Noah. ambayo ilikuwa ikipitia kupitia Nuhu. Those who ignored, Wale ambao walipuuza they were flooded. waliweza kugarikishwa, They died walikufa because of not hearing the voice of the Lord. kwa sababu ya kukosa kusikia sauti ya Mungu. But those who heard the Lord Lakini wale ambao walimsikia Bwana and made an ark, na wakaweza kutengeneza safina, they made an ark wakatengeza safina and followed the instruction given. na wakafuata maagizo waliopewa. They always came to Noah Kila wakati walimjia Nuhu and asked Noah, na wakamuuliza, what is the Lord telling you? je, Bwana anakuambia kipi? How are we going to make this ark? Je, tutaenda kutengeza hii safina jinsi What gani? about the width of the ark? Je, kuhusiana na kimo chake? What about the height of the ark? Je, kuhusiana na urefu wake? What about the length of the ark? Je, kuhusiana na urefu What wake? of inside the ark? Je, kuhusiana na ndani yake? How are we going to do about it? Je, tutaitengeza jinsi gani? When water comes, when the rain comes, Wakati ambapo mvua itakuja, wakati ambapo maji yatakuja, water will not enter into the ark. ili maji isiweze kuingia katika There safina. was a lot of instruction. Kulikuwa na maagizo mengi iliyopeanwa. God gave them instruction Mungu akaweza kuwapatia maagizo, to follow. wakaweza And kuyafuata they followed. na wakaifuata. And when they followed, Na walipozifuata they made an ark. wakaweza kuitengeza safina. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And when now one week Na juma moja before the flood came, kabla ya hizo gharika kuwadia, the Lord spoke again to Noah. Bwana akanena tena na Nuhu And he told Noah, na akamweleza Nuhu, now you can enter into the ark. sasa unaweza kuingia ndani ya And safina also take two animals, na uchukue wanyama wawili, let them enter into the ark. wacha waingie katika safina, Because now, 1 week from now, kwa sababu juma moja kutoka the sasa rain is going to come. mvua itaanza. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And Noah feared the Lord. Na Nuhu akamhofu Bwana. Because he feared the Lord, Kwa sababu alimhofu Bwana, he did what the Lord said. akatenda kile ambacho Bwana alimwagiza. Then he went into the ark, Kisha akaingia katika safina and even two animals from each species, na akachukua wanyama wawili, they entered into the ark. wakaingia katika safina, And the Lord himself, na Bwana mwenyewe he shut the door. akalifunga mlango. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And now
now flood came, the rain came. Na sasa gharika ikaja, mvua ikanyea, It started to rain. ikaanza kunyea, It started to rain in cats and dogs. ikaanza kunyea mvua kubwa A zaidi, lot of rain. mvua kubwa zaidi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Then the flood was there. Kisha gharika zikafika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The ark started to float. Ile safina ikaanza kuelea, And people started to be flooded. na watu wakaanza kugarikishwa. Now they ran to the ark. Sasa wakaikimbilia safina, They remembered the words of Noah. The words of Noah. wakaikumbuka maneno ya Nuhu. That is the time now they remember. Huu ndio wakati ambao waliikumbuka. Hallelujah. They Haleluya. came running to the ark. Wakaja wakikimbia They katika said, safina, Noah, open to us. na wakabisha wakasema, Nuhu tufungulie, Open to us. tufungulie. But Noah said, Lakini Nuhu akawaambia, the Lord has gone with the keys. Bwana amenenda na vifunguo, He's the one who closed the door, ni yeye aliyelifunga mlango, but not me. lakini si mimi. Why? Kwa sababu gani? Because the Lord knew Kwa sababu Bwana alifahamu maybe the uncle, huenda ami yake ama mjomba wake, yes, of Noah will come. huenda mjomba wake atakuja. If Noah had the keys, Ikiwa Nuhu alikuwa na the funguo, mother of Noah, mamake Nuhu, the brother of Noah, kakake Nuhu, they would have gone there wangeenda hapo and he would have opened. na angewalifungulia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But for you to enter Lakini kwako wewe kuingia a place according to God's words, mahala kuhusiana na neno la Bwana, you must do every instruction given. lazima utende kulingana na kila agizo There lilopewa. is no shortcut. Hakuna njia mkato. Even now, Hata sasa, at this end time, katika nyakati hizi za mwisho, as the way God has sent the two mightiest prophets, jinsi vile Bwana alivyotuma manabii wake wawili, there is no nation, hakuna taifa lolote, no church, hakuna kanisa, no church, hakuna kanisa, no nation hakuna taifa that will enter ambalo litaingia without listening bila kusikia to the two mightiest prophets. kwa manabii wawili. If it is the truth of the matter, Ikiwa ni ukweli wa jambo, let us clap to the Lord. wacha tumpigie Bwana makofi. Hallelujah. Haleluya. There is no church, Hakuna kanisa, no nation hakuna taifa that will not partake this revival of the coming of the Messiah. ambalo halitashiriki katika uvuvio wa kuja kwa Masihi. No nation, Hakuna taifa, no church hakuna kanisa that will not partake this revival ambalo halitashiriki katika uvuvio huo of cripples walking. ya viwete wakitembea. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Of the deaf ear hearing, Ya masikio viziwi of the wakisikia, blind eye seeing, ya macho vipofu the zikifunguka. miracles of Jesus. Miujiza ya Yesu, The way Jesus said jinsi vile Yesu that alivyosema, if you believe in me, ikiwa mtaniamini what mimi, I do, kile ambacho ninakitenda you will also do. pia nanyi mtakitenda, Even bigger than what I do. hata makuu zaidi ya vile ninavyotenda, Because I've gone to the kwa Father. sababu naenenda kwa Baba. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now, because we know that, Sasa kwa sababu tunalifahamu hilo, we need to prepare. tunapaswa kujiandaa. As a church, we need to prepare. Kama kanisa tunafaa kujiandaa. We need to do what the Lord is demanding. Tunafaa kutenda kile ambacho Bwana anaamrisha. What the Lord is requesting us to do. Kile ambacho Bwana anachotuagiza. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Uko nyumbani, uko chale, mhubiri huwa anapewa 2 hours. Huwa mhubiri anapewa 2 hours. 2 hours. Tunafanya hivi. Worshipers tunaanza saa 3. Ile huwa tunaanza hapa. Ni kweli. Na sababu ninasema hivi. Nataka karibu namaliza. Naona time tayari ni saa 7 katika jina la Yesu. Praise the Lord. Okay, andika hiyo mada. Nifanye tu introduction kidogo. Alafu understanding the visitation of the Lord.
Andika hiyo mada katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Let me come this way. Tanije jinsi hii. There is the visitations of the Lord. Kunayo mitembeleo ya Mungu. In the days of Noah, katika siku za Nuhu, God visited that generation. Mungu aliweza kulitembelea kizazi hicho. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God visited the generation of Noah. Bwana alitembelea kizazi cha Nuhu. And when the Lord visited, na wakati ambapo Bwana alitembelea hicho kizazi, everything the Lord said, kile ambacho Bwana alisema, came to pass. Ikaja na kikatimilika. There is another visitation. Kunao mtembeleo mwingine during Sodoma and Gomorrah. Katika Sodoma na Gomora, God also visited. Pia Bwana alitembelea. He passed through Abraham's residence. Alipitia makazi ya Abrahamu when he was heading to Gomorrah. Alipokuwa kielekea Gomora and Sodom. na Sodoma. He passed through where Abraham resided. Akapitia mahali ambapo Abrahamu alikuwa akiishi. The dwelling of Abraham, the home of Abraham. Makazi yake, nyumbani kwake. That is what the Lord does. Hicho ndicho ambacho Bwana analitenda. When the Lord wants to do something, wakati ambapo Bwana anataka kufanya jambo, he passes first to his people. Anapitia mwanzo kwa watu wake. And he informs his people. Na anawafahamisha watu wake what is going to do. Kile ambacho atakitenda. That is why in the days of Noah, ndiposa siku za Nuhu, he spoke with Noah. Alinena na Nuhu. God cannot do anything. Mungu hawezi kufanya lolote without information. Pasi na ujumbe ama kupeana ujumbe. That is the line of God. Hiyo ndio mpango ama hiyo ndio ile njia ya Mungu. Praise the Lord. Now in the days during Sodom and Gomorrah, sasa katika siku za Sodoma na Gomora, God also visited. Bwana pia akatembelea. He visited. Akatembelea. And because of the evil of Sodom and Gomorrah, kwa sababu ya uovu wa Sodoma na Gomora, God told Abraham, I'm going to look. Mungu akamwambia Abrahamu, nenda kuangalia. Ikiwa ninachokisikia is true, ikiwa ni kweli, I will see what I will do. Nitaona jinsi gani nitakavyotenda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because the cries of Sodom, kwa sababu ile kilio cha Sodoma was very high. Kilikuwa kikubwa zaidi. Because of sin of Sodom. Kwa sababu ya dhambi ya Sodoma. They were full of evil. Walikuwa wamejaa uovu. The gays were in Sodom. Washoga walikuwa wamejaa Sodoma. Lesbianism were in Sodom. Lawiti ulikuwa umejaa Sodoma. Sexual immoral was in Sodom. Uasherati ulikuwa Sodoma. They refused God. Walikataa Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Totally, they refused the Lord. Walimkataa Mungu kikamilifu. He was full of evil in Sodom. Kulikuwa kumejaa uovu huko Sodoma. Dhambi za ushoga, dhambi za kila aina. People worshipped other gods. Watu wakaabudu miungu mingine. Then God decided to visit. Kisha Mungu akaamua kutembelea. And God visited. Na Mungu akatembelea. Hallelujah. Hallelujah. He visited. Akatembelea. And after visiting, na baada ya kutembea, then he spoke with the Lord. He told the Lord, kisha akanena na Nuhu akamwambia, tell these people, waambie watu hawa, I want to destroy this Sodom and Gomorrah. Nataka kuharibu hii Sodoma na Gomora. Tell them, look, if there is your relatives here, waambie ikiwa kuna mtu wa jamaa yako, tell them to come out of this town. Waambie wakatoke katika mji huu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And as Lot was doing that, he was telling them, na wakati ambapo Lutu alikuwa akifanya hivyo na kuambia, and the time of God's judgment was near, na wakati wa hukumu wa Bwana ulipokuwa ukikaribia, the Lord held the hands of Lot, kisha malaika wa Bwana akawashika mikono, and they told them, just evacuate from this place. na kuambia ondokeni mahali hapa. Praise the Lord. Bwana asifiwe.
It was the visitation. ilikuwa mtembeleo. If Sodom and Gomorrah, Ikiwa Sodoma na Gomora they would have heard the voice of the Lord wangalisikia sauti ya Bwana when they were told to evacuate from that place, walipokuwa wakiambiwa watoke katika maeneo hayo, they would have saved their souls. wangeokoa nafsi zao. But because they refused, Lakini kwa sababu walikataa, they were destroyed. wakaangamiwa. Praise the Lord. Wakaangamia. Hallelujah. Hallelujah. Now, when Jesus was on earth, Wakati ambapo Yesu alikuwa duniani, Jesus came on earth. Yesu akaja duniani, He was born akazaliwa, to save the earth. akazaliwa ili aokoe dunia, And he came to his people. na akaja kwa watu wake. He came to his people, Israel. Akaja kwa watu wake Israeli. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When he came to his people, Alipojia watu wake, God visited his people. Mungu akatembelea watu wake. But even his people did not understand him. Lakini hata watu wake hawakumuelewa. Now, the Lord Jesus said, Bwana Yesu akasema, okay, the Bible says, Biblia yasema, he came to his people, akaja kwa watu and wake they did not understand him. na hawakumuelewa. But to everyone that believed in him, Lakini kwa mtu yote he aliyemwamini, gave him the power to be called the child of God. akampa nguvu ama mamlaka ya kuitwa mwana wa When the Mungu. Lord Jesus visited, Wakati ambapo Yesu Kristo alitembelea, andika hiyo kitabu cha as I wind up, andika Inapotamatisha. Luke 19 from 34 Luka 19 kuanzia 34 mpaka 44. hadi 44. Tutaanzia hapo next time kama ndapata nafasi. By the way, niko na muda mfupi, niko namalizia exam. Watu walikuwa katika masinagogi. People used to go to synagogue. Watu walikuwa kienenda katika masinagogi. They did not understand Jesus. Hawakuweza kumuelewa Yesu. Even they are the one Hata ni wao that even took Jesus ambao walimchukua Yesu na wakamweka kwa msalaba. Even now, sahi, hata sasa. the church, wakati Mungu alituma hao manabii, aliwatuma akawaambia, ambia makanisa yale yako duniani yawe ya kwanza kuchukua uvuvio wa nyakati za mwisho. Praise the Lord. Lakini maajabu ilitendeka tu hivyo tena, vile ilitendeka kwa Kristo. The people who are supposed to take the revival, Watu waliopaswa kuchukua uvuvio hawaelewi. Praise the Lord. Sasa wale wanakubali kuchukua wakitubu dhambi zao, na Mungu anawatumia. Bwana Yesu asifiwe. Okay, soma hapo. Kitabu cha Luka 19:34 yasema, ukiwa mwenyewe utaanzia hapo nyuma. Kuna mwanapunda alikuwa hapo, Kristo alikuwa anatumana huyo mwanapunda aletwe. Hapa nimeweka tu 34. But unaweza anzia nyuma, lakini time hatuna, hata soma. wakasema Bwana anamhitaji. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda, wakatandaza nguo zao njiani. Ndio. Na alipokuwa amekaribia mteremko wa mlima wa Mzeituni, kundi nzima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uweza walioyaona. Wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia mwalimu, uwakanye wanafunzi wako. Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa, mawe yatanena kwa sauti kuu. Alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia. Akaona mji, akaulilia. Jerusalem. Sai unaikwenda Jerusalem, the church of God, ile kanisa ya Mungu.
hizi kanisa, they are continuing to do their thing. They don't want to hear the voice of God through the two mighty prophets. Lakini wajaelewa, but blessed. Akaona mji, akaulilia Jerusalem, ule mji wa Mungu, ule mji ungejua Yesu ni mwana wa Mungu na ni mfalme wao, lakini huo mji ulikosa kuelewa. Akaulilia huo mji. Akasema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii. Laiti ungelijua hata wewe hii siku hii yapasayo amani, yanayopasa amani yako. Lakini sasa yamefichwa machoni pako. Lakini sasa imefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja. Kwa kuwa siku zitakuja. Adui wako watakapokujengea boma. Adui wako watakapokujengea boma. Likuzunguke. Watakuzingira na kukuhusuru pande zote. Watakuzingira na kukuhusuru upande wote. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako. Watakuangusha chini wewe na watoto wako. Wasikuachie jiwe juu ya jiwe. Ndio. Kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Because you did not understand your visitation, the time of your visitation. Kwa sababu haukuelewa wakati wa kutembelewa kwako. There is a tragedy. Kunayo janga. There is a tragedy in the church of God. Kunalo janga kanisa la Kristo. When you don't understand your time of visitation. Unapokosa kuelewa siku yako ya kutembelewa. What comes next? Kinachofuatia is to fall into problems. Ni kuanguka katika shida. Fall in trouble. Kuanguka katika matatizo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When you don't understand the visitation of the Lord. Unapokosa kuelewa mitembeleo ya Mungu. Umefika ngapi? Hiyo ni 44. Umemaliza? Praise the Lord. Tutaendelea kutoka hapo. Nataka ushiki hapo. If people, any church, ikiwa kanisa lolote that will not understand this visitation of the Lord, alitaelewa huu mtembeleo wa Mungu, they are going to fall into tribulation. Wataenda kuanguka katika dhiki. Tribulation. Katika dhiki. Dhiki kuu. Ambayo iko hapa mbele. Iko inajiandaa kuja. Any person, mtu yeyote ambaye hataelewa huu mtembeleo, Bwana amesema hivi, kuna dhiki kuu inakuja. Na tuko katika mwanzo wa hiyo dhiki. Kama vile imeandikwa kwa Mathayo 24. Yesu akasema wakati wa kuja kwake kutakuweko na mitetemeko ya ardhi mahali. Na njaa. Praise the Lord. Mitetemeko mikubwa. Na hatu kujua hiyo mitetemeko itakujaje. Kumbe Bwana alijua wakati wa kuja kwake na hiyo mitetemeko, wakati atataka sasa ilete ile ya kurudi kwa Kristo, alijua atakuwa ametuma mtu atuambie. Ndio sababu wakati huu hata kabla ya tetemeko alijakuja, kama lile tumeona leo, tunaambiwa there is an earthquake that is coming. Naambia kwamba kuna tetemeko ya ardhi ambalo linakuja. That is what the Lord is saying. Hiko ndicho ambacho Bwana anakisema. In the book of Matthew 24. Katika kitabu cha Mathayo 24. That nearing at the coming of the Messiah. Ya kwamba inapokaribia kuja kwake Masihi. There will be earthquakes. Kutakuwa na tetemeko za ardhi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Earthquakes. Matetemeko ya ardhi. In several places. Katika sehemu mbalimbali. Na tumeona pia in that Jeremiah, tukaona what makes the Lord to bring an earthquake. Nini ambacho kinasababisha Bwana lilete hilo tetemeko? It is because of sin. Kwa sababu ya dhambi. When the Lord is angry. Wakati ambapo Bwana amekasirika. Pia iko kwa kitabu I think Isaiah 13. Mtu atakonfirm 13:13. When the Lord is angry, he brings earthquakes. So Bwana, wacha nitumie Kiswahili nimalize. Bwana alimaanisha hivi. Pia kukuja kwake atafanya hivyo kama vile maneno yake aliandika kwenye Biblia.
Sasa Bwana amefuata neno lake, ametuma wajumbe waambie makanisa na watu wote watubu, wamrudie Bwana. Na wale hawatatubu, hapa mbele kuna dhiki kuu, na tuko katika mwanzo wa hiyo dhiki, vile imeandikwa. Nikirudia kwa Mathayo 24, hiyo ni Isaya. Tunaona inasema hivyo. Kwa hiyo nitazitetemesha mbingu na dunia, itatikiswa, itoke katika mahali pake, kwa sababu ya ghadhabu ya Bwana wa majeshi, kwa sababu ya siku ya hasira yangu. Wakati mnaona matetemeko ambayo manabii wa Mungu wanatoa unabii, ni kwa sababu ya ghadhabu ya Mungu, na ni kwa sababu ya watu kumwacha Mungu. Wewe unaonaje mtu akiacha Mungu anaenda kuinamia vitu havina pumzi? Wapendwa kanisa la Mungu, let us turn from sin. Wacha tujiandae. Haya mambo yote mnaona, Bwana anataka kanisa takatifu, watu tujiandae, tutubu dhambi zetu, tuache ile mchezo imekuwa kwa kanisa. Nilikuwa nikieleza ndugu yangu tukikuja kwamba kanisa ilileta dunia ndani, ikaleta ndombolo, mpaka wanaita ndombolo ati ya Yesu, disco, ati wanacheza kama Daudi. Praise the Lord. Wakaleta hizo kwa kanisa, they brought it inside the church. Hiyo mambo yote imeleta chukizo mbele za Mungu. Kama vile Yesu alililia Yerusalemu, hata iwe hiyo kanisa iko na watu namna gani, na bishop na watu wale wanaabudu Mungu, when God's judgment comes, it will not spare anybody unless you hear the voice of God. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kukuja kwa Bwana kumekaribia. Matukio yote na unabii zinatendeka. Changes Israel zimetendeka. Wakati wowote Yesu anasimama mawinguni. Wacha tutubu dhambi zetu, tujiandae kama kanisa katika utakatifu, tuofu Mungu. Hata kama Mungu, Bwana Yesu asifiwe, hata Mungu akikuchagua na ukose kufuata maagizo yake, anakuacha. Eli, Bwana Yesu asifiwe, wangapi umeenda sana ama Eli, Mungu alichagua nyumba ya Eli, si ni kweli? Na akasema nyumba ya Eli itakuwa kuhani mbele zangu, kuhani mbele zangu. Eli, nyumba ya Eli. Lakini hiyo nyumba ya Eli ilipochaguliwa na Mungu itumikie Mungu, itoe dhabihu mbele za Mungu, wakafika mahali wakasahau Mungu, wakaanza kufanya mambo yao. Watoto wa Eli na Eli watoto yake wakaanza kufanya dhambi, kulala na watu kwa kanisa, usherati kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu akasema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Tuweke hiyo 2 Samuel. First Samuel chapter 2 verse 30. Then the Lord, Bwana Mungu akasema, au nitaheshimu mtu anayeniheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Nitaheshimu mtu anayeniheshimu. Unajua, kuabudu miungu mingine, kufanya usherati, kutoshinda dhambi. Ukishindwa na dhambi, usiposhinda dhambi, wewe umekosa kuheshimu Mungu.
Lakini unaposhinda dhambi, ukishinda dunia, ushinde usherati, ushinde ibada ya sanamu, ushinde kiburi, ushinde chuki na udunia wote, vitina na kila hasira na mambo ya hii dunia, ukishinda, wewe umemheshimu Mungu. First Samuel chapter 2 verse 30. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli nilisema kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Mungu alikuwa ameapa, Bwana Yesu asifiwe, kwamba nyumba ya Eli itatumikia Mungu milele. Alikuwa ameapa. Lakini kwa sababu ya dhambi ambazo zimeandikwa hapo, nimefika wapi? Kweli watakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili na liwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wanaonidharau nitawadharau. Hiyo ni maneno ya Mungu. Alituma nabii aambie Eli. Na ukiendelea hapo akasema, kuna mambo nitafanya kwa sababu ya watoto wako. Kwa siku moja watakufa, siku moja. Hofni na nani? Phinehas. In one day they will die, because they have transgressed before me, they have sinned against me. Hivyo ndio Mungu akafanya. Wacha niwaambie, tukishinda dhambi tumemheshimu Mungu. Mimi wakati mimi niliitwa na Mungu nikiwa bado sijaoa, nikiwa youth. Praise the Lord. Na nikawa hata assistant pastor nikiwa youth. Hao manabii wa Mungu akija, nikaitwa nitakuwa assistant pastor. Nikiwa sijaoa, niliambia Mungu hivi, God, nilikuwa nasomanga hii kitabu, nitakuheshimu Mungu. There is no day I will fall in sexual sin. Praise the Lord. Na nikaanza kuambia Mungu, hata nijaribu. Mungu nijaribu. Unajua kujaribu. Unaweza ambia Mungu akujaribu. Nijaribu hata usiku hivi, nikutane pengine na mchana. Praise the Lord. Mahali hakuna pastor karibu. Hakuna. Praise the Lord. Okay, Mungu hakufanya hivyo vile nilikuwa nimemwambia, but alifanya hivi. Wakati nilikuwa karibu nioe, kuna mama alikuwa mshirika wetu. Bwana Yesu asifiwe. Akaleta, akanitakia sana.